Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu pia tena kwa mara nyingine, na niseme pia nishukuru pia na yani yote yaliyotokea hayo. Napenda kushukuru kwamba makocha wangu ambao nisimamia vizuri, management yangu, geographer wangu na viongozi wangu walionisimamia. Pia management yangu, Madam Mwamiti ni yupo hapa, na pia na kundi langu wote ya watu wanne tuko pamoja. Na pia yote kutokea kwamba nilikuwa nimeweka kambi vizuri. Na hiyo kambi nimeweka kutokana na kwamba nashukuru pia Jiboost, Justifit, Taifa Gas ndio walinisimamia kwa yote, kwa hiyo nikajikita kikambi kimazoezi. Nibidi niende sehemu nikae kabisa. Mimi kazi yangu ni mazoezi tu. Niache mambo mengine yote nikayaacha. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kula, kufanya mazoezi, kupumzika basi. Kwa hiyo huo ni ushindi nao umetokea kwa sababu ya hao watu wangu. Kwa hiyo nasema kwamba na vile pia kwamba nilikuwa nawasikiliza walimu kwamba bwana tufanye training ngumi gani. Na sasa hivi nilikuwa nimetrain sana ambakati left kilikuwa nimetrain sana kwa sababu nilikuwa jogo sawa. Mpinzani wangu tulimwangalia kwa kwenye tumbo ni mbovu, ukitaka kumpiga tumbo anakimbia sana. Kwa hiyo nilikuwa nikipata nafasi kidogo tu nilikuwa napiga tumbo. Kwa labda nilipiga tumbo mpaka akaenda chini. Kwa hiyo sijaje kupiga mtu akaenda chini. Lakini jogo kabisa ni maandalizi mazuri mpaka nimejiandaa. Sababu nilikuwa nasikia tu mwalimu anambia body punch. Kwa hiyo mimi nasikiliza kwa sababu nasikiliza lakini mimi nafanya vitendo pale. Kwa hiyo ni swala zuri. Na vile mimi nawashauri mabondia wenzangu pia kwamba sometimes hata ukiwa gym mwalimu akikutrainia kitu akikwambia fanya hivi, yani kisimamie kile kitu kwa sababu anaona ina nguvu na ukimpiga mtu huwezi kurudi mara mbili. Kwa hiyo nashukuru kwa hayo yote kwa walimu wote kwa msimamo wote, na pia nashukuru pia ndugu zangu walipa sparring kuna Nyanaume wakina nani hapo Abdul Baya na kocha wote, yani wote walikuwepo wote, kina Isa Moleli kina nani Laiwani wote, yani wote walipa sparring. Siwezi kutaja kwa sababu ni wengi, kwa sababu ni kwa mimi kazi yangu kwa ni kupigwa tu. Kila jimu anakuja kunipiga tu yani. Ibadi tu nikashinde, na ushindi huu nahisi kabisa wao ndio wamechangia pakubwa katika kunipa sparring zao na mazoezi ya hapa na pale. Kwa hiyo ndio yote, kwa sababu kwamba kwa mabondia au michezo yote kushirikiana ni kitu kizuri sana. Sio tunaishi kimabifu kwamba mimi siwezi kumpa sparring yule, mimi nitacheza naye. Hapana, sparring kwenye mechi watu wanabadilika tofauti. Kwa hiyo tusisite kwenda kumpa mtu sparring akiwa na fight, na yani tutengeneze mahusiano tu kwa zenyewe ina michezo, kwa sababu michezo inakutanisha watu, inakuwa ni undugu, urafiki. Mimi kuna wengine nimekutana nao sijasoma nao. Na wakati unaligusia pia hilo, na nikurudishe nyuma kidogo kabla hujaenda mbali zaidi, umegusia namna ambavyo maandalizi yalikuwa ulivyoenda mpaka kule umefika. Umefanya maandalizi pia ukiwa kule, lakini wakati huo pia ulikuwa na maandalizi makubwa uliyofanya kutoka hapa nyumbani Tanzania. Natamani kufahamu mabondia wengi kiuzoefu wamekuwa wanakutana na scenario tofauti pindi ambapo wanakwenda kupambana nje ya Tanzania ama nje ya bara la Afrika. Wewe kule nje mambo yalikuwa smooth moja kwa moja ama changamoto zilikuwepo, ulipambana nazo, na kama zilikuwepo ni zipi kiasi cha kuondoka na mikanda yote miwili? Si kitu rahisi hasa kwenye pambano la away. Changamoto kubwa kwamba nilipofika kule kwanza ikabidi sasa nibadilishe ile mara kwanza nilisema nilizokaa mara kwanza nikaondoka zote, kwa sababu hakutegemea kama naweza nikahama hoteli nikaenda nini. Nikaenda kukaa hoteli mwenyewe, nikachukua sehemu nyingine, vyakula nikaenda naenda kununua mwenyewe vyakula mwenyewe. Yaani hoteli ulikuwa unakaa ulikuwa hauli chakula cha hoteli, ndio kununua mwenyewe. Naenda kununua chakula tofauti na pale, kwa sababu michezo inataka yani umakini sana, kwa sababu nilikuwa nimetembea na uongozi wangu wote, timu yangu yote nilienda nayo kwa kifupi yani. Kwa hiyo kwa masuala ya chakula wenyewe nasimamia, naenda kuchukua chakula sehemu mbali na pale, kila kitu yani kienda vizuri. Yote naona kabisa ni ushindi kwamba tulikuwa tumejipanga vizuri. Na vile kwamba ilinipa tabu kwa sababu kule talent kuna joto Tanzania inasubiri. Yaani kuna joto sijai kuona. Sababu nilishuka tu pale hapo nikaona kama navuta mvuke wa moto, nikaona hii itakueje hii. Lakini nikasema kwa sababu tumeenda mapema, nikatrain, nikapata ile ya hewa, nikazoea ile ya hewa ile. Na mimi nilikuwa kwa training kwenye majimu. Yeah. Natoka ile asubuhi naenda kukimbia kwenye uwanja mkubwa wa mpira, nakimbia pale kwa sababu kutengeneza kuzoea ile ya hewa. Isije kanileta tabu kwenye fight. Kwa hiyo nilipoenda mara pili nimejipanga tofauti na mara kwanza kabisa, tofauti yani. Kwanza wenyewe hawajaamini yani. Naam.